Mtazamaji, je, kuna umuhimu wowote wa kubuni miungano ya kisiasa hususan wakati huu hapa nchini Kenya? Injinia Fred Mwaura anasema kwamba miungano ya kisiasa ni kwa msingi ya kikabila tu, hilo halifai, linatugawanya kama taifa. Asante sana. Tony Anelka anasema ndivyo ishakuwa toka kitambo, na mfumo ni huo tu wa muungano ndio ambapo wapate wanachotaka kwenye siasa. Nasoma jumbe hizi Tony umetuandikia na wengine kina injinia hapa, na kitu kinachonijia akilini, je, tatizo ni nani? Ni viongozi wa kisiasa ama tatizo ni mimi na wewe ambao tunawapigia kura viongozi wale wa kisiasa, ama tatizo ni mimi na wewe ambao tunakaa na kusikiza sera za baadhi ya viongozi wale na kuamua kuchukua mkumbo fulani hapa kupitia miungano hii ya kisiasa? Hapo na kuachia wewe tu mwenyewe uwazie, mtazamaji. Tunaendelea na kipindi chetu jioni ya leo kwenye jukwaa la KTN. Kama nilivyokuelezea, tuko na wakili Danstan Omari hapa na niko na mwanahabari mwenzangu ambaye mara nyingi anachambua masuala haya ya kisiasa, Crispus. Karibuni sana na tuendelee. Umesikia pale kidogo nyuma ulivyozungumzia swala la vyama kuwa na wenye vyama ndio wanaofaidi kwenye miungano kama hii. Ningependa sana kusikia hisia zaidi kuhusiana na swala hili. Kivipi wanafaidi wakati ambapo unakuta ni miungano ile ambayo inaosonga baadaye inachukua utawala wa taifa letu la Kenya na kututawala na kutuletea maendeleo na vitu kama hivyo? Vipi inakuwa miungano hii pia inatumiwa katika swala la kuchukua fedha? Ukiangalia kwamba vile vyama nimeviita kwamba ni vijikampuni vya watu wenyewe binafsi, kama yale makanisa ambayo yametokea juzi, watu wananunuliwa mandege, watu wanafanya nini, ni kampuni za watu. Ukiangalia hii muungano mmoja unakula nyama. Wamesema, rais amesema kwamba sisi tunakalia tunakula nyama. Je, waliompigia kura wao wanakula hiyo nyama? Ndio swali unayeniangalia. Nadhani wanafaidi kwa maendeleo. Anayeniangalia sasa, Mkenya ananiangalia ulimwenguni kote. Uona kula hiyo nyama? Anayekula nyama sio wewe. Anayekula nyama ni aliyekwambia sisi ndio twala nyama. Kile kikundi cha ubinafsi cha unafiki ambacho kinakalia katika zile enzi za utawala ndio zinakula nyama. Wengine wanajiita NASA, watakunasa ile nyama, nao wanataka wapewe ile nafasi ya kula ile nyama. Je, mimi na wewe kama Mkenya tuko wapi katika ile harakati ya vyama, katika ile miungano? Uko wapi? Wewe umeona leo Alimanzu umenionyesha hapa ajabu kwamba kule Migori magavana wamebumburushwa, marungu watu wanapigwa, anayepiga mtu ni Mkenya, anayepigwa ni Mkenya. Kwa nini? Amelipwa shilingi 50. Je, waliochoma nyumba za watu, waliowanajisi wanawake mwaka 2007 katika yale machafuko yaliyokuwa ya kisiasa, walikuwa Wakenya wakiwapiga Wakenya wengine? Kulikuwa mwanasiasa aliyepatikana pale? Hakuwemo. Kwa hivyo swali ambalo mimi najiuliza kama Mkenya ni kwa nini sisi kama Wakenya bado tunadanganywa na wale ambao wanajibadilisha makoti, wale vinyonga. Unajua leo kinyonga ukimwona hivi kwenye matawi ya kijani kibichi anaonekana kwamba rangi yake ni ya kijani kibichi. Akipita kwenye mchanga anaonekana samawati. Kwa hivyo wale wanasiasa tangu mwaka 1963 ni wale wanajibadilisha na makoti. Je, mimi na wewe tutafanya nini tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017 tubadilishe hii mtindo? Mtazamaji, hili ni swali ambalo bila shaka linatambarizwa upande wako pia wewe ujiulize. Miungano ya kisiasa imekuwepo tangu enzi zile. Je, imekufaidi vipi? Ni mambo gani ambayo unaostahili kuangalia kabla ya kuhakikisha kwamba huu ni muungano ambao utakaoleta manufaa sio kwako bali kwa taifa zima? Crispin, hisia zako ni zipi unapozungumzia masuala haya ya briefcase parties hizi? Unakuta vyama vinabuniwa tu katika mikahawa, alafu sera kidogo zinatengenezwa na mambo yanakuwa ili kuchukua sera ambazo kamwe hazitekelezwi. Nafikiri Bwana Danstan Omari ameibua masuala kadhaa ambayo pengine ningependa kugusia, lakini ametoa mchango mkubwa kuhusiana na swala hilo. Lakini niseme hivi kwamba tatizo lililoko katika taifa la Kenya ni Mkenya mwenyewe. Hulka yetu kama Wakenya tumeweza
ambatanisha uongozi na zile fedha ambazo mtu yuko nazo. Kwa mfano, kwa sasa hivi zile sheria alizozungumzia ama zile sheria ambazo zimewekwa na tume huru ya uchaguzi nchini IEBC kuhusiana na wale ambao wanataka kuwania nyadhifa mbalimbali katika taifa la Kenya katika uchaguzi mkuu ujao. Ukiangalia kwa mfano, chama cha ODM kimetangaza kwamba ikiwa unataka kuwa mbunge sharti utoe nomination fee ya shilingi 1250. Magavana watatoa shilingi nusu milioni. Halafu bado kuna zile sheria sasa za IEBC kuhusiana na kugombea. Ukitaka kuwa gavana utahitajika pengine kutumia takriban shilingi nusu bilioni. Ukitaka kuwa rais unaruhusiwa kutumia takriban shilingi bilioni 5. Ukitaka kuwa mbunge, hizo ni za kampeni. Hizo ni za kampeni. Kwa kuelewa vyema, hizo ni za kampeni. Sasa je, inamaanisha ikiwa wakili kama Danson Omari hapa anataka kuwania wadhifa fulani, lazima pengine aende pali akapore mali ili aweze kumridhisha Mkenya pale chini? Manake Mkenya pale atakuja aseme Danson Omari unatosha. Ndio, natosha. Basi wapi? Wajua, sasa hilo ndio tatizo ambalo sisi kama Kenya sharti tufanye kazi ima fa ima tuhakikisha kwamba tunapigana na tatizo kama hilo. Pili, masuala ambayo yanachangia uongozi mbaya katika taifa la Kenya ni swala ambalo viongozi wetu hawana heshima hata kidogo kuhusiana na asasi mbalimbali, iwe asasi za serikali ama asasi za umma. Kwa mfano, kwa sasa kuna mjadala mkali kuhusiana na tume huru ya uchaguzi nchini IEBC. Na hapo kesho utaona malumbano pale bungeni. Tumetoka katika maandamano miezi kama 4 iliyopita. Kwa sasa tunafaa tuwe tunajadili swala zima la kuhakikisha kwamba IEBC inajisitiri vya kutosha ili kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu ujao unafanyika kwa njia huru, ya amani na iliyo haki. Lakini ukiangalia kwa sasa malumbano ni malumbano kuhusiana sijui na nani anafanya nini, kuhusiana na sheria hii tubadilishe. Kama taifa ni sharti tuweze kwa sasa kuketi chini na kuwa na mjadala wa kitaifa kuhakikisha kwamba masuala kama haya hayatokei tunapoelekea mbele. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu Mkenya mwenyewe ndiye ataumia. Asante sana. Ningependa pia kumshirikisha mtazamaji kwenye baadhi ya kauli kuhusiana na mjadala ambao unaoendelea hapa studio. Bila shaka tunakushirikisha kwa njia moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter. Pale unaweza kutupata @alimanzu ama @KTN News. Hashtag ama alama ya reli jioni ya leo ni jukwaa la KTN kuuliza, je, kuna umuhimu wa miungano ya kisiasa hapa nchini Kenya? Na kupambanulia zaidi, unapojibu swali lako, angalia historia, tumetoka wapi, tumekuwa na miungano mingapi, imetufaidi vipi kama taifa, na kule tunakwenda, je, hii miungano ambayo imetajwa hivi sasa ambao kulingana na vile namna iko inafaa kuwa chama, je, kuna umuhimu wa kuwa na miungano ya kisiasa? Engineer Fred Mwaura hapa anasema muungano wa Kenya ni bora kuliko muungano wa vyama vya kisiasa. Gideon Makau pia anatuandikia akisema kwamba naona kuna umuhimu kama vile kuwaunganisha Wakenya wa tabaka tofauti na kuwa pamoja. Gideon Nzioka, asante sana kutoka maeneo ya Kisaani pale Makueni. Benson Santo huyu anasema kwamba ndiyo kuna umuhimu iwapo miungano hii itatumika kwa minajili ya kuunganisha makabila bali si kama vitega uchumi. Ndio mambo haya bila shaka tulikuwa tukizungumza hapa na wakili. Asante sana Benson Sato. Nadhani maswala ni mengi ya kuzungumziwa, lakini tukiendelea hapa, Anelka anasema tatizo mara nyingi hutokana na wanasiasa wengi ambao wanaotaka uongozi kwa njia zote, hivyo basi kuunda vyama vingi, ulafi mtupu. Ameacha alama ya mshangao pale. Pia Mathias Mbithi anasema miungano ni bora kwa sababu inaunganisha jamii nyingi nchini. NASA ina sura bora kuliko Jubilee. Hizi ni hisia zenu mtazamaji ambazo tunazozipata kupitia mtandao wa kijamii. Hebu sasa tutupie macho ni njia gani ambayo inayofaa. Tushaona Mkenya hapa ndo anafaidi kutokamana na kauli zimetolewa na Wakenya wenyewe na hata wale ambao pia wanachangia swala hili la miungano. Ni njia gani bora ambayo inayofaa kuhakikisha kwamba unapoamua ninakwenda na muungano fulani basi ni kwa sababu ya sababu 1, 2, 3? Wakili, ni kitu gani cha kuangaliwa hapa? Maanake miungano inaonekana itasalia na kumbuka itageuka na kuwa vyama. Ni kitu gani ambacho unaweza mshauri Mkenya afuatilie katika swala hili la miungano ya kisiasa? Jambo ninaloamini ni kwamba hii miungano inaleta kasumba, inaleta kitu inaitwa tsunami, inaleta euphoria, inaleta hali ya watu kujiingiza kupiga kura katika misingi ya kikabila ama misingi ya chama.
Mimi kwangu ningeambia Wakenya, tathmini kiongozi katika misingi ya chapter 6 ya Constitution. Wewe mwenyewe una silaha kali, kura ya kuamua maisha yako yatakuwa vipi. Ajabu ni kwamba Mkenya atapiga kura leo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017 baada ya kupewa shilingi 100 ama shilingi 50, ama kwa kupiga kura kwa sababu anayesimama ni wa kabila lako. Tarehe 9 mwezi wa 8 masaa 28 baada ya kuchagua, ule Mkenya atalia kwa miaka 5 mingine akisema hatuna barabara, hatuna maji, hatuna hospitali, hatuna madaktari, hatuna nini. Ikifika tena mwaka 2022 ile tarehe mwezi wa 8 pia tutakapopiga kura, ule Mkenya atakuwa amesahau kwamba wale waliomlindikiza kwenye ile shida ndio wamejibadilisha kuwa vinyonga wapya, atawapigia. Kwa hivyo mimi kwangu nasema kwamba hili wazo la vyama, hili wazo la miungano ni unafiki na ni ufisadi wa hali ya juu. Sasa Mkenya afanye nini? Mkenya achunguze Mkenya atakayesimama pale na maono yake bila umaarufu. Sababu zile chama muungano lazima uwe na manifesto. Niambie ni manifesto gani watu wa Jubilee wanaijua? Niambie ni manifesto gani watu wa CORD wanaijua? Nani walishaiona? Watakwambia Raila Odinga alisoma, watakwambia Uhuru Kenyatta alisoma. Kwa sababu gani? Hatupigi kura kwa sababu ya sera, tunapiga kura kwa sababu ya ni nani ako pale. Naam, ametaja swala la ukabila hapo ndani, umaarufu bila shaka limeingiliana na vitu kama hivyo. Utamshauri vipi Mkenya wakati tunapoelekea kwenye uchaguzi mwaka ujao? Imesalia miezi 8 tu hivi kuhusiana na swala hili la miungano. Na Bwana Manzu, niruhusu kidogo nigusie matamshi ambayo yalitolewa na mwanafilosofia wa Ugiriki anayejulikana kama Plato, ambaye alikuwa mwanafunzi wa Socrates. Alisema hivi: tatizo kuu la kutoshiriki katika shughuli ya kisiasa ni kwamba unatoa fursa kwa mtu ambaye hakubaliki, mtu ambaye hajatosha kuwa kiongozi kuweza kukutawala wewe. Hapa nchini Kenya, mwanamuziki maarufu Kakai Kilonzo, na najua unamwenzi sana bwana Kakai Kilonzo, alisema je, wanataka kunyamba Kenya, lakini ashakumsima tu, si wanataka kunyamba Kenya. Je, wanataka kutuharibia hewa na tuna taifa moja peke yake. Je, sisi wananchi wa kawaida tutaenda wapi? Nafikiri hilo ni swala ambalo Mkenya anafaa kuliweka katika ratili, aweze kulipima na kujua kwamba mwaka 2007 walinyamba Kenya. Ni Mkenya wa kawaida ambaye aliumia. Mwaka 2013 mambo yalikuwa kidogo yakawa mazuri. Lakini mwaka 2007 kulingana ama 2017 kulingana na dalili ambazo ziko kwa sasa, huenda wanasiasa wanataka kunyamba Kenya. Je, mwananchi wa kawaida atatumia silaha gani? Naungama naye bwana wakili Danson Omari kwamba silaha ni kura. Mpime yule ambaye anataka kuwania wadhifa ugavana, mpime yule ambaye anataka kuwania wadhifa ubunge, mpime yule ambaye anataka kuwania wadhifa wote ule katika taifa kuu la Kenya, na kuhakikisha kwamba je, anatosha, ni maadili gani ambaye anasimamia, je, anaweza kutekeleza wajibu wake kama kiongozi ama ni porojo tu. Aisee, asanteni sana. Mawazo mazuri sana hayo, ingawa itachukua jitihada za Mkenya mwenyewe ya muingia akilini. Angalau itakapoingia akilini na tunapoelekea kwenye uchaguzi, bila shaka baada ya miezi 8 atakuwa amepata uamuzi ambao atakaotumia. Na kama ulivyosema wakili, kura ndio silaha tosha katika swala hili. Mtazamaji, labda kukamilisha tu taarifa zetu kukamilisha mahojiano yetu kabla kuingia kwenye taarifa, nitashika 2-3. Charles Akiri hapa anasema ndio miungano kama NASA ndio itakaokoa uchumi wa Kenya. Asante sana. Na niko na Nginya Ngaruma hapa anasema Kenya haina miungano ya kisiasa, ni miungano ya watu binafsi kwa sababu za kujinufaisha wenyewe, mengine ni hewa tupu. Asante sana. Kauli yako ilikuwa tunakuuliza, je, kuna umuhimu wa kuwa na miungano ya kisiasa hapa nchini Kenya? Na Wakenya, asanteni sana kwa wote ambao walioshiriki. Asilimia 68 wanasema ndio kuna umuhimu, asilimia 32 pekee
wanakataa, wanasema hakuna umuhimu wowote wa miungano hiyo. Danstan Omari, asante sana wakili, na vile vile mwanahabari mwenzangu Crispus Yankema, asante pia kwa kuweza kufika kutoa kauli hizi 2-3 kumsaidia Mkenya ambaye anayetupata. Asante sana kwa kutazama mtazamaji. Kwenye muda usiokuwa mrefu nitakusomea taarifa za habari kuu ambazo tulizokusanyia siku hii ya leo, na vile vile leo katika sehemu ya pili kwenye KTN News pia tuna mahojiano mengine moto sana, na kusihi usiende mbali, endelea kuwa nasi.